Kesha la asubuhi, hii ikiwa ni Mei 4 mwaka wa 2025. Mada kuu katika mwezi huu Mei unasema, mwinue Yesu juu kama Mungu mtoa sheria. Kabla hatujalianza somo letu siku ya leo, ni kualike tuombe. Lihimidiwe jina lako takatifu, Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya vipaji mbalimbali ambavyo umetupatia. Asante kwa ajili ya afya njema. Asante kwa ajili ya pumzi ya uhai. Jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa namna ambavyo umetuongoza kuendelea kujifunza masomo haya. Hata leo tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi, ukatufundishe kuyatenda mapenzi yako katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kiini cha sheria. Imejengeka katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya 8. Neno la Mungu linasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Katikati ya amri 10 kuna amri ya 4. Kama ilivyotangazwa kwa mara ya kwanza, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Kutoka sura ya 20 aya 8 hadi 11. Kristo alikuwa amefungua mlango au huduma ya patakatifu pa patakatifu. Nuru ilikuwa inang'aa kutoka katika mlango ule uliofunguliwa wa hekalu la mbinguni. Na amri ya 4 ilioneshwa ikiwa imejumuishwa katika sheria ambayo imehifadhiwa mle. Kile ambacho Mungu alikianzisha, hakuna mwanadamu angeweza kukipindua. Pambano Kuu kurasa wa 360. Mungu ametupatia amri zake, si tu ili ziaminiwe, bali pia zitiiwe. Yehova mkuu alipoiweka misingi ya dunia, alikuwa ameuvisha ulimwengu wote vazi la uzuri, na alikuwa ameijaza na vitu vyenye manufaa kwa mwanadamu. Alipoumba maajabu yote ya nchi na bahari, alianzisha siku ya Sabato na kuitakasa. Mungu aliibariki na kuitakasa siku ya 7 kwa sababu yeye alipumzika siku hiyo kutokana na kazi yake yote ya ajabu ya uumbaji. Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, na Mungu alimtaka kuweka kando kazi yake siku hiyo, kama yeye mwenyewe alivyopumzika baada ya kazi yake ya siku 6 ya uumbaji. Wale wanaoziheshimu amri za Yehova baada ya nuru kutolewa kwao kuhusiana na kanuni ya 4 ya amri 10 za Mungu, wataitii bila kuhoji uwezekano au urahisi wa utii huo. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe, na kisha akampa mfano wa kuitunza siku ya 7 ambayo aliitukuza na kuitakasa. Alipanga kwamba katika siku hiyo mwanadamu anapaswa kumwabudu yeye na kujishughulisha katika shughuli zisizo za kidunia. Hakuna mtu ambaye anaidharau amri ya 4 baada ya kuwa ameelimishwa kuhusiana na madai ya Sabato, anaweza kuhesabiwa kuwa hana hatia mbele za Mungu. Mwanzoni kabisa mwa amri ya 4 Mungu alisema, ikumbuke, akijua kwamba mwanadamu katika wingi wa shughuli na fadhaa zake angejaribiwa kujitafutia udhuru wa kutotimiza matakwa kamili ya sheria.
au katika msongo wa mambo ya kiulimwengu, angesahau umuhimu wake mtakatifu. Lakini anadai siku moja ambayo ameitenga maalum na kuitakasa. Anampatia mwanadamu siku hiyo kuwa siku ambayo anaweza kupumzika kutoka katika kazi na kujitolea ili kuabudu na kuimarisha hali yake ya kiroho. Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 247 hadi 249. Kumbuka hii ni Mei 4, mada ikisema kiini cha sheria. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.